ya wananchi juu ya thamani halisi za matumizi ya huduma za muda wa maongezi na bando za internet. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msisitizo naomba nirudie hapa, kumekuwepo na malalamiko ya wananchi juu ya thamani halisi za matumizi ya huduma za muda wa maongezi na bando za internet. Kamati inaishauri wizara kupitia wakala wa vipimo yani WMA kuanza jukumu la kuhakiki vipimo vinavyotumika kwenye muda wa maongezi na bando za interneti ili wananchi waweze kupata thamani halisi ya huduma wanazolipia. Kumekuwa na mwitikio hafifu kutoka kwa baadhi ya wazabuni wanaouza mita za nishati ya umeme katika kutekeleza takwa la kisheria la kuhakiki mita hizo kwa wakala wa vipimo yani WMA kabla ya kuwasilishwa kwa taasisi nunuzi, jambo linaloathiri usahihi wa ankara yani bili, kuibua malalamiko ya walaji na kudhoofisha uadilifu ya mifumo ya mapato. Kamati inaushauri Wizara ya Viwanda na Biashara kushirikiana na Wizara ya Nishati ili kuhakikisha mita zote mpya za umeme zinawasilishwa kwa ajili ya kuhakikiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo kabla ya kusimikwa kwa watumiaji. Changamoto ya Lumbesa bado haijapata suluhu la kudumu, jambo linalopelekea baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu kuendelea kutumia mfumo huu na kupelekea kuwanyonya wakulima na kuikosesha serikali mapato. Kamati inaishauri serikali kushirikisha mamlaka zote zinazohusika na vipimo ili kupata suluhu ya kudumu. Usimamizi wa pamoja utasaidia kubaini chanzo cha tatizo na kuweka mkakati madhubuti ya kulidhibiti. Uwepo wa bidhaa feki sokoni unasababishwa na ukosefu wa udhibiti wa kutosha wa mamlaka husika, jambo linalopelekea serikali kukosa mapato, kuathiri uwekezaji na kuleta athari kwa watumiaji. Kamati inaishauri serikali kuimarisha ukaguzi wa bidhaa mipakani na sokoni sambamba na kuziongezea nguvu mamlaka husika kwa kuongezea rasilimali watu na fedha ili kuimarisha ukaguzi nchi nzima. Serikali ihakikishe kuwa mifumo ya Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Kilimo inasomana ili kuwezesha mnyororo mzima wa uzalishaji na biashara unafuatiliwa kwa ufanisi. Hatua hiyo itasaidia serikali kupata taarifa sahihi kuhusu uzalishaji wa mazao, usindikaji wa viwandani, usafirishaji na mauzo ndani na nje ya nchi. Vile vile itasaidia kuongeza ufanisi wa usimamizi wa uchumi na kuongeza mapato ya taifa. Tatizo la biashara ndogondogo za wazawa kufanywa na raia wa kigeni nchini kumeathiri kwa kiasi kikubwa ushindani kwa wafanyabiashara wazawa, kupungua kwa nafasi za ajira na kujiajiri na kushuka kwa ukuaji wa bidhaa za ndani. Kamati inaishauri serikali kuimarisha utekelezaji wa sheria za bidhaa na uwezeshaji kwa kudhibiti vibali vya biashara kwa wageni katika sekta ndogondogo za kibiashara. Uhaba wa hosteli katika vyuo vya elimu ya biashara kwa kifupi CBE umesababisha 3.57% tu ya wanafunzi katika vyuo hivi ndio kukaa hostel, jambo linalopelekea wanafunzi wengi kuishi nje ya vyuo na kupelekea wanafunzi hususan wanafunzi wa kike ambao wengi wao wana umri chini ya miaka 18 kupata changamoto mbalimbali ikiwemo unyanyasaji wa kijinsia. Kamati inaishauri serikali kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel ili kupunguza changamoto zinazowakabili wanafunzi hao katika vyuo husika.